Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameainisha vikwazo vikuu vinavyozuia kufikiwa kwa makubaliano kati ya Marekani na Iran, akitaja mgawanyiko wa ndani wa uongozi wa Tehran, maswali kuhusu mrithi wa uongozi pamoja na wasiwasi kuhusu mpango wake wa nyuklia. Akizungumza katika mahojiano na Fox News, Rubio amesema Iran inaongozwa na wanazuoni wa kidini wenye misimamo mikali, akieleza kuwa mgawanyiko mkubwa wa ndani unafanya mazungumzo kuwa magumu. Amefafanua kuwa mfumo wa kisiasa wa Iran una makundi yenye vipaumbele tofauti, baadhi yakijikita katika uchumi na uendeshaji wa nchi, huku mengine yakiongozwa zaidi na itikadi kali. Rubio pia aliulizwa moja kwa moja kuhusu hali ya Mojtaba Khamenei, ikiwa bado yuko hai katikati ya uvumi unaoendelea. Katika majibu yake alisema Marekani inaviashiria kuwa Mojtaba yuko hai na kwamba hata mamlaka za Iran zinadai hivyo. Hata hivyo, alisisitiza kuwa hakuna uthibitisho huru unaothibitisha taarifa hizo. Aliongeza kuwa bado kuna maswali kuhusu halali na mamlaka yake ndani ya mfumo wa uongozi wa Iran. Hatujui kama ana ushawishi sawa na baba yake au kama kuna mtu mwingine anayefanya maamuzi kwa niaba yake, alisema Rubio, akirejea mijadala ya muda mrefu kuhusu urithi wa uongozi nchini humo. Rubio alisisitiza kuwa swala la nyuklia ndilo kiini cha mgogoro huo, akionya kuwa shughuli za Iran katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwemo kuunga mkono makundi kama Hezbollah na Hamas, zinaonyesha nia ya kupanua ushawishi wake zaidi ya mipaka yake. Aidha, alizungumzia umuhimu wa mlango wa Hormuz, akisema Iran imekuwa ikiitumia kama silaha ya kiuchumi inaweza kuvuruga usambazaji wa nishati duniani. Hata hivyo, alisema Iran inaweza kuwa tayari kwa mazungumzo kutokana na shinikizo la ndani, likiwemo hali mbaya ya uchumi na maandamano ya hivi karibuni. Alikataa kutoa msimamo wa moja kwa moja kuhusu kama Marekani itakubali mapendekezo kufunguliwa kwa mlango huo kwa masharti ya kuahirisha mazungumzo ya nyuklia. Aliongeza kuwa ingawa Marekani haina lengo rasmi la kubadilisha utawala wa Iran, shinikizo linaweza kulazimisha mabadiliko ya tabia ya uongozi huo. Pia alisisitiza kuwa hatua za Marekani zinalenga serikali na si wananchi wa kawaida.